Ujambo na karibu tena mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa ameshaitoa kwetu, nami naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama gisi mnavyoona, tema mada ya siku ya leo inahusu kosa na adhabu ya Akani. Kosa na adhabu ya Akani. Akani ni nani? Akani ni mhusika mmoja kati ya watu za wana wa Israeli. Yeye aliishi katika kipindi cha Yoshua. Yes, ambaye Yoshua alikuwa mwanafunzi wa Musa, ambaye aliachishwa, alipewa madaraka tuseme, baada ya kuondoka kwa Musa, kulingana na Biblia za kisasa, baada ya kufa kwa Musa. Kwa hiyo kabla ya hapo, Musa alimwambia Yoshua kwamba awe na ujasiri, kwa sababu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, atakuwa pamoja naye. Na hapo sasa ndipo Mwenyezi Mungu atamwambia Yoshua aende kuua watu, aende kuangamiza watu kwa upanga na kuchukua maeneo ya watu hao. Sasa Akani yeye, wakati wanapoenda katika vita hivyo, kwenda kuangamiza, kuua kabisa, yeye ataenda kuona kitu fulani, atachukua kitu fulani ambacho atakifurahia, kitamvutia. Sasa atakichukua, na kosa hilo litawaingiza Waisraeli katika matatizo makubwa, maana adui zao watawapiga kwelikweli, kutokana na huu mlango ambao huyu Akani alienda kuufungua. Kwa hiyo kosa liliingia katika jamii. Lakini Yoshua na watu wake katika wakati fulani hakika waliwaua watu wengi kwelikweli, na ndio maana hata wakati huu mnaona kwamba dini zinaua na ziliua, maana wale wasiojua asili ya dini, ili tunalolisema hawawezi wakalielewa. Lakini tunapenda kuambia kwamba dini, kila dini iliua, ili kwamba dini iwepo hapo, yani iliua, kwa sababu ni mambo ambayo yako ndani ya Biblia, ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anayaamuru. Kwa hiyo haya mambo mnatakiwa kuyaelewa vizuri. Sasa kwa hiyo kishiwasangaje yani ili jambo la kusikia kwamba dini fulani inaua ni jambo ambalo hamtakiwi kushangazwa nalo. Maana yake haina haja kushangaa, kwa sababu ni mambo ambayo yameandikwa ndani ya Biblia na yanaonekana tu ni kawaida, ni jambo ambalo ni kawaida, kwa sababu ni Mungu ambaye amekwambia wende uue na unaenda kuua. Haya ni mambo ambayo yanatokea na watu wanaona kwamba ni kawaida. Kwa hiyo kabla ya kuingia ndani ya Kalata DMC, tutaenda kwanza katika Biblia za kisasa, ndani ya Biblia za kisasa, ambapo tutaenda kugusia kwanza baadhi ya maandiko, ili mpate kuona kile kilichotokea na mpate kuona kosa na adhabu aliyoipewa huyo anayeita kwa jina la Akani. Lakini sisi katika uhalisia tunakuwapatia na jina lenyewe la Akani aliitwa nani, na ni nini alichokiiba, na kwa nini alifanya hivyo, na namna gani mambo yalivyotendeka, aliuawa na watu, haya zilikuwa namna gani. Kitabu cha Yoshua ndani ya Biblia za kisasa sura ya 7 mstari wa 25 inasema, Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Hapo anaongea na Mungu, kwa sababu ni hapo ambapo walienda kudhalilishwa kabisa, kwa sababu kulikuwa tayari mlango ambao umeshakuwa wazi. Sasa hapo wamedhalilishwa. Sasa anaanza kuuliza Mwenyezi Mungu, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana ni yule ambaye aliyeiba, kumrazi. Bwana atakufadhaisha wewe leo. Wanamwambia yule Akani aliyeiba. Yes, sio kwamba wanamlaumu Mungu, hapana, ila swala la kumlaumu litakuja, msubiri. Mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Ina maana kwamba
huyu Akani wakati alipoenda kuiba na kusababisha maafa katika taifa la Israeli, yaani alichukuliwa yeye na familia yake yote na vitu vyao vyote. Yaani hapa Biblia inawaambia kwamba wakachukua, Israeli wote wakachukua mawe wakampiga na familia yake yote. Hicho ndio kitu ambacho anawaambia. Kwa hiyo Akani yeye aliiba, lakini wakati alipoiba kuna taarifa ambayo aliwaambia wengine. Sasa hao wengine walijua hilo, wakakaa kimya, wakawa naye kitu kimoja. Kwa hiyo hao watu wengine wote nao pia waliingia katika hiyo adhabu. Sasa ndio maana hapa wanawaambia kwamba watu walichukua mawe wakawapiga na wakafariki kabisa kwa kupigwa kwa mawe. Kwa hiyo kitendo cha huyu Akani kwenda kuiba vitu vya watu ambao ni joo kati ya hivyo vitu ambavyo aliiba, hicho kitendo hakikumpendeza Mwenyezi Mungu, na ndipo kwa amri ya Yoshua Waisraeli wote wakampiga na wakawapiga wengine wote ambao waliokuwa katika hilo swala kwa mawe na wakawateketeza kwa moto. Kwa hiyo mnaona hali ya roho, hali ya ufahamu wa roho ya yule aliyemkomboa Musa katika kazi ambao wataita Yoshua, yaani hali ya ukatili ya mauaji, kuangamiza. Ndivyo hizo dini zilivyo, ni kuangamiza watu. Maana hakuna wokovu wowote katika dini hizi. Mnatakiwa kumwelewe hili, ndugu zangu, tunawaambia kila wakati na hatutakoma kabisa kusema, maana sote tulikuwa katika ujinga, lakini kwa wakati huu hatumo tena katika ujinga. Huyu Musa ambaye alimwachia Yoshua kuwa mkombozi wake, akamkomboa katika kazi, maana Musa alifariki kulingana na Biblia za kisasa. Huyu Yoshua naye pia alikuwa na Roho Mtakatifu, yaani alikuwa na Roho wa Mungu ndani mwake, lakini anaamuru kwamba watu waende kuuana, wachukue mawe na wapigane, wamalize pale pale. Kitabu cha Yoshua sura yake ya 8 mstari 25 nasema, wote walianguka siku hiyo, wanaume kwa wanawake, walikuwa ni 12,000, yaani watu wote wa mji wa Ai. Yaani hapa ni Yoshua na kikosi chake walienda kuangamiza kwa mapanga, kuua watu, wanawaambia watu 12,000, yaani waliteketeza mji wa Ai, yaani wakaazi wa Ai waliteketea. Na huyu ni mtu ambaye wanasema kwamba ana Roho wa Mungu ndani mwake, ambaye anafanya mambo kama haya. Hivi sijui kama unaona hii picha ambayo ipo kuhusiana na huyu ambaye wataita Yoshua. Kwa hiyo ni Yoshua na kikosi chake waliangamiza hao watu, wakaenda kuua. Kitabu cha Yoshua sura yake ya 8 mstari wa 29 nasema, na huyo mfalme wa Ai akamtundika katika mti hata wakati wa jioni. Kisha hapo jua lilipokutwa, ndio anasema linapoingia Yoshua akaagiza, nao wakauondoa mzoga wake katika huo mti na kuutupa hapo penye maingilio ya lango la mji. Kisha wakaweka pale juu yake chungu kubwa ya mawe hata hivi leo. Hata hivi leo tukienda kwetu tutaona hadi leo. Leo ya wakati gani? Ya nyinyi ambao mnaandika, aidha hata kwa sisi wakati huu ambao tunasoma Kwa nini Yoshua ataamuru mahiti ya mfalme wa Ai? Kwa sababu alienda kupiga watu wa Ai, akaangamiza kweli kweli, akamshika mateka huyu mfalme wa Ai, halafu akamtundika kwenye mti, na kwenye mti akafariki. Sasa wakaambiwa kwamba, akaamuru kwamba waondoe mahiti hiyo kwenye mti, kwa sababu kuna sababu hatakiwi kubaki kwenye mti. Sikilizeni kwa makini. Na kuutupa hapo penye maingilio ya lango la mji, kisha wakaweka pale juu yake chungu kubwa ya mawe hata hivi leo.
kwa sababu jioni inapokaribia na kwamba jua linaanza kufifisha kabisa mwanga wake, maiti haikutakiwa kulala kwenye mti. Hii kwa nini? Kabla ya kuambia kwa nini, tutawapeleka kwanza katika Agano Jipya, ambapo wanaandika katika kitabu cha Yohana sura yake 19 mstari wa 31 kwamba basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, kuna mabano, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa. Walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Kwa hiyo kitendo cha kuongea gisi walivyoongea kuhusiana na huyu Yesu kwamba amefariki, waondoe maiti yake, ni mambo ambayo yalikuwa yanatendeka katika kipindi cha awali ambayo tumesoma kuhusiana na Yoshua alivyomfanya mfalme wa Ai. Lakini yeye Yoshua alitundika huyo mfalme kwenye mti, hakumtundika kwenye msalaba. Kwa hiyo tamaduni ya msalaba haikuwepo, lakini hiyo imekuja tu na hao Wakristo ndio wameleta huu msalaba wao, lakini ilikuwa ni mti. Unaona? Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho kilikuwepo hapo awali. Sasa mumeona Yoshua sura yake ya 8 mstari wa 29, tayari mumeona ambapo walitakiwa kuondoa mwili wa huyo mfalme wa Ai, kwa sababu kitendo cha kuweka maiti na kwamba maiti ibaki kwenye mti, kwanza hata maiti tuweza mtu anayetundikwa kwenye mti, yaani ilikuwa ni chukizo, nafu zaidi sana kuacha maiti kwenye mti, ilale kwenye mti, tena ilikuwa tena ni chukizo tena zaidi na zaidi. Na ikiwa Yoshua alifanya hivyo na wale wengine waliofanya hivyo katika kipindi cha huyu wanayeita Yesu, ingawa hajawahi kuwepo kulingana na historia ya gisi walivyoandika, walisoma kuna sheria ambayo ilitolewa, na hiyo sheria ilitolewa na Musa. Musa alitoa hiyo sheria akasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake 21, 22 hadi 23. Mimi naenda katika tafsiri ya Ulimwengu Mpya, inasema mtu akitenda dhambi inayostahili hukumu ya kifo, naye ameuawa na mmemtundika mtini, hapana kwenye msalaba, mtini, maiti yake isibaki mtini usiku kucha. Badala yake mnapaswa kuhakikisha kwamba mnaizika siku hiyo hiyo, kwa sababu mtu aliyetundikwa ni kitu kilicholaaniwa na Mungu, nanyi hampaswi kuichafua nchi ambayo Yehova Mungu wenu anawapa ili iwe urithi wenu. Yaani mnaelewa kwa nini huyu anayeita Yesu kulingana na Biblia za kisasa alipokuwa kwenye msalaba alilia Eloi Eloi lama sabakthani, kwamba Mungu wangu kwa nini hasa mbona umeniacha? Wanamwambia kwamba Mungu alimwacha huyu wanayeita Yesu, maana kitendo cha huyu Yesu kutundikwa tu kwenye mti akawa moja kwa moja laana mbele ya macho ya Mungu. Ndio maana Mungu alimwacha, naye alipoona kwamba Mungu amemwacha akaanza kulia Eloi Eloi lama sabakthani, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Mbona umeniacha? Kwa sababu Kumbukumbu la Torati 21, 22 hadi 23 inasema hivyo kwamba mtu aliyetundikwa ni kitu kilicholaaniwa na Mungu. Sasa ikiwa Yesu mnasema kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ambaye ni mwana ambaye ameonekana kwamba amelaaniwa na baba yake, na tena huyu baba tena mnasema yeye ndio yeye tena mwenyewe, nanyi pia mnatuchanganya bwana. Kwa hiyo roho iliyomvuvia Yoshua na pia Musa, tunaweza tukasema moja kwa moja ni roho ya uongo tu, sio roho ya kweli, ni roho ya uongo. Basi tunatoka katika Biblia za kisasa, tunaingia sasa katika Karata DMC ili kwenda kuwaelezea kuhusiana na kosa na adhabu
ya huyu watakayeita kwa jina la Akani. Mafundisho yetu yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza ni kuhusiana neno la ukombozi, ndio kipengele cha kwanza. Kwa nini neno la ukombozi? Kwa sababu tulivyosoma Yoshua ndani ya Biblia za kisasa, yeye hakuenda kukomboa watu kwa kutoa neno aidha injili ili kuwarejesha watu katika ukweli, bali yeye alienda kuwaangamiza watu kwa mapanga. Hichi ndio kitu ambacho tulienda kusoma, bali katika historia halisi ya huyu ambaye wao wanaita kwamba ni Yoshua, lakini jina lake ni Belonge, na Belonge maana yake kuwa hai. Yeye anapoenda sio kwa ajili ya kwenda kuangamiza watu, bali anapoenda analeta neno la ukombozi ili kukomboa wale walio katika mtego wa shetani mwene babobe. Kwa hiyo kwenda kwake Belonge sio kama gisi walivyofanya hawa wamishonari, watakuja mbele wanaonyesha misalaba, ni watakatifu, lakini nyuma wana silaha ili kuangamiza wale watakaokataa. Sio kwa namna hiyo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Belonge sura yake ya 5 mstari wa kwanza, inasema muda fulani baadaye watu kadhaa wa bara walianguka chini ya nguvu ya neno la ukombozi, kuna mabano uanzishwaji. Kwa hiyo watu waliokuwa humo walikuwa watu wasioanzishwa, waliotenda mambo yaliyo kinyume na neno la lugha. Hivyo sasa Belonge, baada ya busi ambayo wataita Musa kuondoka, kwa sababu tunajua busi sisi katika ukweli hakufariki, alinyakuliwa. Kwa hiyo baada ya kunyakuliwa kwa busi, Belonge yeye ataendelea kuongoza watu, ataendelea kuongoza ndugu zake Wehusi kama yeye, na hivyo atatembea katika maeneo mbalimbali ya wasi ambayo wataita Afrika, katika lengo la kuwakomboa ndugu zake kutoka katika vifungo vya giza la kichawi. Kwa hiyo maana ataleta neno la ukombozi. Hapana mpango wa kuua watu, kuchinja na kuangamiza watu sijui 12,000. Hapana. Ndio maana kitabu cha Belonge sura ya 6 mstari wa kwanza hadi 6 inasema, Mutate aliniambia mimi Belonge, kuna nukta mbili, usibwa bongo, yani usiogope na usijiruhusu kushindwa. Chukua walioanzishwa pamoja nawe na uende na kukomboa ufalme wako, ambao utamaanisha kuanguka aiza anguko, ulioko mashariki mwa Bolongi. Bolongi ambayo itamaanisha nyumba aiza makao, karibu na Tete Tolambo ambayo itamaanisha hakuna chochote kabisa. Tazama nakupa kiroho mfalme wako pamoja na watu wake, mji wake na eneo lake, juu ya nguvu ya neno niliyowekeza kwako kupitia busi. Hii ndio historia halisi, ndugu zangu, ya Belonge ambaye wataita Yoshua. Sio kama huyo Yoshua ambaye anayeenda kuangamiza watu 12,000 kwa upanga na kudhibiti maeneo yao, bali ukweli ni kwamba alitakiwa kwenda kuwakomboa ndugu zake Wehusi kwa nguvu ya neno la ukombozi, yaani anaenda kutangaza, kuhubiri Injili. Hichi ndio kitu ambacho kilitendeka. Ndio maana mstari wa 2 wanasema, nanyi hamtauingiza mji huu na mfalme wake katika vifungo vya agano. Kumrazi, nanyi mtauingiza, sio kwamba hamta, no, nanyi mtauingiza mji huu na mfalme wake katika vifungo vya agano, kuna mabano, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa agano. Kwa hiyo mimi Belonge nilijitayarisha kwenda na kukomboa ufalme wako pamoja na walioanzishwa. Baada ya haya nilienda pamoja na walioanzishwa. Muda fulani baadaye mfalme wako aliniona mimi Belonge pamoja na walioanzishwa, asubuhi na mapema alitoka haraka nje ya jiji pamoja na raia wake wote kuja kutulaki. Kwa hiyo mfalme wako ambao wataita Ai, yeye hakuwa na woga wakati alipoona Belonge na kikosi chake na watu walioanzishwa. Yeye aliona kwamba ni furaha, kwamba basi ugeni mkuu ambao, kwa hiyo wakaenda kuwalaki
sio kwamba labda walienda alafu wakaanza kuwaua. Hapana, sio kwa namna hiyo. Mimi na walioanzisha tulifungua vinywa vyetu na kuanza kuwafundisha ufalme wa hali isiyoonekana kupitia neno la ukombozi, yaani kuna mabano, uanzishwaji. Hichi ndio kitu ambacho Belonge pamoja na walioanzishwa walienda kukifanya. Kwa hiyo ni kupenda kuonyesha kwamba hawa watu ambao walipewa mafundisho hayo walikuwa kweli wasioanzishwa, bali walijua kwamba Luba ndiye muumba pekee wa kweli. Kitabu cha Belonge sura yake ya 8 mstari wa kwanza inasema, wakati huo mimi Belonge nilitumia nguvu kuu kupitia neno la ukombozi juu ya wachawi wa kiume na wa kike, na pia juu ya manabii wa uongo wa Wase Mutunga, yani Afrika ya Kati. Ndio maana Esombe sura yake ya 4 mstari wa kwanza anasema, baada ya siku kadhaa mimi Esombe na baadhi ya wanafunzi waliokuwa wameamini tulipanda meli na kwenda kuelekea Wasembenge, yaani Afrika Magharibi, kupeleka neno la ukombozi. Kwa hiyo yaani wanapoenda sio kwamba kwenda kupigana, hapana, wanaenda kuhubiri, wanaenda kutoa Injili kwa wale ambao wanatakiwa kuokolewa, kwa wale ambao wanatakiwa kusikia neno hilo la ukombozi, tofauti na Biblia za kisasa jinsi wao wanavyokuja kusema. Esombe sura yake ya 34 mstari wa 7 tena anasema, ninyi wakati fulani mlikuwa gizani, lakini sasa kupitia muungano wenu wa ukweli na Jokisabe na wapili mko katika nuru ya neno la ukombozi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho akina Belonge na wenzake walichokwenda kukifanya katika maeneo hayo ya Wasi. Kipengele cha pili, kosa la Sengisese. Huyu ndiye watakayeita Akani, yeye anaitwa Sengisese, na tutaenda kuambia maana ya jina hili Sengisese baadaye. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Esombe sura yake hapana, Esombe kumrazi, kitabu cha Belonge sura yake ya 5 mstari wa 2 hadi 30 nasema, wakati huo huo mwanaume mmoja kutoka miongoni mwa watu alifanya kosa zito kuhusu bidhaa ambazo Mutatedi alikuwa amekataza kuchukuliwa. Mshiriki wa kabila la Soma Sengisese ambaye ni Akani akakamata baadhi yao. Kwa hiyo Mudima Bekokesedi akamkasirikia mkosaji. Kutoka Mudima Lende ambao wataita Yeriko, mimi Belonge nilituma wanaume wasioanzishwa walioneemiwa ambao walikuwa wastadi wa vita vya kiroho wachukue barabara ya kwenda Ko, yani Ai, ufalme ulioko mashariki mwa Bolongi ambao wataita Beteli, karibu na Tete Tulambo, yani Bet Afen, wakiwa na agizo la kwenda kupeleka neno la ukombozi, kuna mabano, uanzishwaji kwenye maeneo mengine ya bara. Kwa hiyo kama ngitu tulivyoona ndani ya Biblia za kisasa, watawaambia kwamba Yoshua atawatuma watu kwenda kuwaua watu wengine huko Ai, lakini katika ukweli wanaenda kupeleka neno la ukombozi. Walipofika katika maeneo mengine ya Wasejedu, yani Afrika Mashariki, walilazimika kukimbia mbele ya ufalme wa kwanza waliomwona walipoingia katika eneo la Wasejedu, yani Afrika Mashariki, kwa sababu hapo ndipo tatizo lilianza kuingia. Wale waliokimbia ni wasioanzishwa walioneemiwa, yaani Belonge aliwatuma wasioanzishwa walioneemiwa ambao walikuwa kabisa na ustadi, yani wana ujuzi, wana ufahamu, wana maarifa kwelikweli ya vita vya kiroho, lakini kutokana na mlango ambao alienda kufungua huyo mmoja alisababisha wenzake kukimbia, kupigwa kipigo. Ndio maana ndugu zangu, tunapokuwa pamoja tufanye angalisho, kwa sababu kuna mambo ambayo tunaweza tukayafanya sisi yakafanya wengine wasiendelee. Ingawa tunaweza tukasema kwamba wokovu ni wa mtu binafsi, ni kweli, lakini kuna mambo ambayo unaweza ukayatenda yakafanya wengine wasisonge mbele, na hii ni hatari zaidi sana. Hapa mumeona mfano huu, ni mtu mmoja ambaye alienda kuiba, lakini wengine wote watarambulia vipigo ambavyo wao wenyewe hawakustahili, na mtu mmoja ambaye amefungua mlango umeenda kutawala, kuwasumbua watu wengine wote. Kipengele cha 3, mshtuko na mkanganyiko wa Belonge. Kwa hiyo Belonge atajua kile ambacho kimetendeka, na yeye kama vile amebaki pale kama vile kiongozi, ni lazima atajiuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea sasa, mbona haelewi. Mstari wa 6 nasema, wasioanzisha walioneemiwa wastadi wa vita vya kiroho walirudi wiki chache baadaye na kuniambia kila kitu kilichokuwa kimetukia. Kuna nukta mbili,
ndipo mimi Belonge na walioanzishwa tukararua mavazi yetu na kujitupa, kuna mabano, yani tuliweka uso chini mbele ya sanduku la agano, hapana kwa ajili ya kuliabudu. Tulikaa hivi hadi jioni, yaani wanaume wanashusha hivi paja chini, wanakaa hivyo hadi jioni. Wakina nani ndio wanaweza wakaweza? Hawa wanaojiita wachungaji, tumbo ziko huko, wanaweza wakajikundi hata dakika 2 5 hawa walioanzishwa hawa wakina Belonge wengine walikuwa wanarianza, walikuwa watu ambao wanafanya mazoezi kwelikweli. Mnatakiwa kulielewa hili, no. Baada ya hayo mimi Belonge nikasema, Mutatedi, kwa nini umeondoa ulinzi wako? Unaona, kwa hiyo baada ya hapo ndipo Belonge akasema, Mutatedi, ni kitu gani ambacho kimetendeka? Mbona hao wamekuja wamekimbia? Ni kitu gani ambacho kitendeka? Ulinzi umeutoa kwa nini? Ninaweza kusema nini Mutatedi sasa, kwa kuwa wasioanzishwa walioneemiwa ambao ni wastadi wa vita vya kiroho wamekimbia? Niseme nini? Nitaongea nini kwa wengine? Wataelewa kitu gani? Wasioanzishwa wahasi, wazungu na damu mchanganyiko, yani wametisi wa bara, watajifunza jambo hili, wataungana dhidi yetu na kuwatawala watu imara. Utafanyaje basi ukuu wa walioanzishwa utambulike? Kwa hiyo ni kitu ambacho alihisi kwamba sasa hivi hii taarifa sitazagaa mitaani kwamba wasioanzishwa kule, yani wamewafuruka kabisa wasioanzishwa walioneemiwa. Hiyo heshima yetu itarejea namna gani? Mutatedi tusaidie. Ndio maana kipengele cha 4, kuingilia kati kwa Mutatedi na mlango wa kuingilia. Mutatedi akaja na kunijibu, simama. Kwa nini umejitupa, kuna mabano, kuweka namna hii uso wako chini? Kuna mlango wa kuingilia katikati ya watu. Agano ambalo lilikuwa limetolewa na mimi lilivunjwa na mshirika wa watu ambaye alikamata bidhaa nilizokataza kuchukuliwa, aliziiba na kuzificha kati ya mali zake. Kwa hiyo hapa tayari anapenda kuonyesha kwamba Mutatedi, roho za gizo kula vitu, utajificha wapi? Watakuona sehemu yoyote ile ambayo unaweza ukajificha, watakuona. Kwa hiyo sengisesese ambayo titakani yale aliyoyahiba alienda kuyaficha, lakini ulimwengu wa kiroho unaona. Katika hali hizi Mutatedi anaendelea kusema, na Mutatedi ni nani? Ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Katika hali hizi hawataweza tena kuwapinga maadui wa watu, watakimbia mbele yao, wamehukumiwa kuangamizwa. Sitakuwa upande wenu tena ikiwa hamtaharibu bidhaa niliyowakataza kuchukua. Kwa hiyo ikiwa mnapenda kwamba kweli kweli nirudi tena, ulinzi urudi kama jinsi ulivyokuwa, muondoe hivyo vitu ambavyo nyote mnajua kwamba nilikataza msiwe navyo, msiende kuchukua vitu vya watu. Hichi ndio kitu ambacho Mutatedi anasema. Basi ziko bidhaa miongoni mwa watu nilizowakataza kuzitwaa. Wengi wa watu hawataweza kupinga maadui wa watu hadi mtakapoondoa bidhaa hizi. Kesho asubuhi mtaonekana mbele yangu kabila baada ya kabila, lakini wewe tu, ambaye anaambia Belonge, pamoja na kuhani mkuu ambaye alikuwa kipindi hicho anaitwa Jesebwam, na walioanzishwa, mnaruhusiwa kuniona. Kwa hiyo kuna kundi la watu weusi watakusanyika hapo, walioneemiwa. Mutatedi atakuwepo, lakini sio wote ambao wataona. Belonge ataona, walioanzishwa wengine wataona, Jesebwam ambaye ni kuhani mkuu naye pia ataona, atamwona Mutatedi, lakini wengine wote wasioanzishwa walioneemiwa, wengine wote watakuwepo, lakini hawatamuona Mutatedi, ila wanaweza wakahisi uwepo wake. Hilo linawezekana. Kabila nitakalolichagua litasogea ukoo kwa ukoo, na ukoo uliochaguliwa familia kwa familia, kisha wanaume wa familia iliyoteuliwa watajitokeza mmoja baada ya mwingine. Kisha nitamteua miongoni mwao mwenye bidhaa zilizokatazwa. Mudima Bekokisedi pia atampeleka kwenye maisha ya baada ya kifo pamoja na mali yake yote, kwa kuwa amevunja ahadi zilizochukuliwa kwa heshima yangu na kwa kuwa na mwenendo usiokubalika katika tumbwani bila. Kesho yake asubuhi na mapema, mimi Belonge
nikawaongoza watu mbele ya kabila baada ya kabila. Kabila la Soma liliteuliwa na Mutatiti. Wakati huo mimi Belonge ndipo nilipitisha mbele ukoo wa ukoo, yani ukoo kwa ukoo, na ule wa Idiba uliteuliwa na Mutatiti. Kwa hiyo yani wameanza kwanza, kabila la Soma limeambiwa, limeelezwa kwamba liende mbele, lisogee, limeteuliwa na Mutatiti kwamba hapo ndio kuna mwizi katika hilo kabila, lakini sio wote. Kwa hiyo baada ya kuona kabila liko pale, sasa watafanya nini? Wataambiwa kwamba sasa waanze sasa koo wa ukoo, ukoo huu wa ukoo huu, kila ukoo sehemu yake. Sasa watafikia kwenye ukoo sasa wa nani? Wa Idiba, ukateuliwa. Nilileta ukoo huu mbele, familia kwa familia, yaani baada ya huu ukoo tena wanani wa Idiba tena wakaingia sasa katika ukoo sasa familia kwa familia sasa. Na ile ya Nongo yani ambayo itazadi iliteuliwa na Mutatiti. Kipengele cha 5, kuteuliwa kwa Sengi Sesese ambayo wataita Akani. Nilileta mbele mmoja baada ya mwingine wanaume wa familia hii, na Sengi Sesese ambaye ni Akani mwana wa Betonga ba Benyengenye ambayo wataita Karmi, mjukuu wa Nongo na kitukuu cha Idiba wa kabila la Soma aliteuliwa na Mutatiti. Kwa hiyo huyo Sengi Sesese ndiye aliyejulikana kwamba ni yeye aliyefanya huo wizi. Kisha mimi Belonge nikamwambia, akamwambia nani? Sengi Sesese, tambua udhihirisho wa ukuu wa Loba mwenye enzi wa Tumbwani bila, na uniambie ukweli. Loba, Belonge alisema na uniambie ukweli, ungama ulichofanya bila kunificha chochote. Sengi Sesese akanijibu, ndiyo, mimi ndiye niliyeambukizwa na nilitenda dhambi baada ya kula tunda lililoambukizwa, yaani kutotii. Hivi ndivyo nilifanya. Kuna nukta mbili anaanza kuelezea. Niliona kati ya wazungu joo la kupendeza kutoka Ekomboteta na Beba Mopishi ambao wataita Mesopotamia, vipande 200 vya fedha na ingoti ya dhahabu yenye thamani ya pauni 1. Nilizitaka sana hadi nikaziiba. Kuna mabano, aliziiba kwa sababu alikuwa ameacha mlango wazi kwa demon za utajiri wa hali inayoonekana. Tunafunga mabano. Mtavikuta vimezikwa ndani ya hema langu, pesa chini yake. Mimi Belonge nilituma watu kwenye hema ya Sengi Sesese. Walienda haraka na kukuta vitu vimefunikwa ndani na pesa zikiwa chini. Wakavitoa nje ya hema na kuvitoa nje mbele yangu na mbele ya watu, kisha vikawekwa mbele ya Mutatiti. Kisha walioanzishwa wote na mimi Belonge tukamkamata Sengi Sesese. Sikilizeni kwa makini. Tukamkamata Sengi Sesese ambaye ni Akani na pesa, joho na ingo ya dhahabu. Pia tuliwachukua wana na binti pamoja na mke wa Sengi Sesese kwa sababu walikuwa waandamani wake, yani walisapoti hicho walichokifanya. Tuliwapeleka kwenye bonde la Ndutu ambao wataita Akori. Unajua maana ya Ndutu? Yaani bonde la Ndutu. Ndutu ni maumivu. Ndutu ni katika lugha ya asili, lakini maana yake ni maumivu, yaani ni bonde la maumivu. Kwa nini ni bonde la maumivu? Kwa sababu Sengi Sesese yeye mwenyewe maana yake ni kufanya ubaya. Maana ya jina la Sengi Sesese yani ni kufanya ubaya. Lakini swali mtu atajiuliza ni kwa nini alipewa hilo jina ambalo ni kufanya ubaya? Sasa atakosa kufanya ubaya namna gani? No, unaweza ukapewa jina ambalo linamaanisha kwamba kufanya ubaya, unaweza ukafanya ubaya zidi hata ya ulimwengu wa giza la kichawi. Kwa hiyo tatizo ni kwamba sasa yeye kuliko kwamba kutetea, yani kupambana zidi ya jina lake, lakini jina lake limbeba nguvu hadi akashindwa kulistahimili hilo jina. Ndio maana kwelikweli Sengi Sesese yani ni kufanya ubaya kabisa, na akafanya ubaya kwelikweli.
Sasa ikiwa mtu atafanya ubaya, anatakiwa kupelekwa kwenye bonde la ndutu ambalo ni bonde la maumivu, ili kuendana sawasawa na jina lake. Sasa je, wanapofika huko, ni yeye akina Belonge ndio watamuua na watu wote? Aisa iko namna gani? Kipengele cha 6, adhabu ya Sengisesese. Kwa hiyo mimi Belonge nikamwambia Sengisesese, kuna nukta mbili, umesababisha maafa. Ndugu zangu, mnatakiwa kuelewa kwamba Belonge alikuwa anampenda sana Sengisesese. Wengine hawawezi wakaelewa kwa nini. Kwa sababu mkumbuke vizuri, wakati uliposoma huko mbele, alimwambia Sengisesese kwamba tambua udhihirisho wa ukuu wa Loba mwenye enzi wa Tombwari Bila, na uniambie ukweli, ungama ulichofanya bila kunificha chochote. Hapo ndipo neema ilipotoka kwake, kwa sababu angekataa kusema kwamba no, mimi sikufanya kitu chochote, mimi sikuiba, mimi nimeonewa na mambo mengine, hilo lingelikuwa jambo lingine. Kwa hiyo aliungama dhambi zake, hakuficha kitu chochote. Lakini hata kama aliungama dhambi zake, ni kweli, ni vizuri, ila adhabu ataipata ili iwe fundisho kwa wengine ambao wako pale, na adhabu ambayo ataipata ni adhabu ya kifo. Kwa hiyo Mudima Bekokisedi ataingia ili kumuua. Kwa hiyo atapata adhabu ya kimwili, lakini roho yake itakuwa imesalimika. Mambo ya kiroho. Kwa hiyo Sengisesese alisema ukweli. Kwa hiyo kiroho aliokolewa, lakini kimwili, yani mwili unatakiwa waadhibiwe, kwa sababu iwe fundisho kwa wengine, kwa watu wote. Ndipo Mudima Bekokisedi akampiga, sio watu wote, ni Mudima Bekokisedi akampiga, kuna mabano, kiroho papo hapo, na kwa njia hiyo hiyo aliwaua watu wake wote ambao walikuwa wameidhinisha kitendo cha Sengisesese. Kisha marundo makubwa ya mawe yakainuliwa juu yao. Kwa hiyo sio watu waliomuua, sio kwamba ni wakina Belonge walioua, hapana, ni Mudima Bekokisedi aliyewaua kiroho. Sasa wao wakarundika tu mawe juu tu, lakini sio wao waliowapiga mawe, hapana. Huu ndio uhalisia wa hadithi kama gisi ilivyokuwa uhalisia wake. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kuambia kwamba kuna tofauti tu, maana ndani ya Biblia za kisasa waliomuua Akani walikuwa ni wana wa Israeli, lakini katika uhalisia sivyo. Ni Mudima Bekokisedi mwenyewe aliyemuua, alimwangamiza. Kwa hiyo mahali hapo pakaitwa bonde la ndutu, yani ziki, huzuni, gumu. Baada ya hayo hasira ya Mudima Bekokisedi ilipungua. Nikupenda kuambia kwamba ndugu zangu, kama gisi nilivyosema, napokuwa mkiishi katika jumuiya, tuko katika familia, jumuiya, katika ukweli wa neno la Loba, ni vyema kuepuka kufungua milango. Ni vyema kuepuka kufungua milango, kwa sababu mlango ambao wewe unaweza ukaufungua unaweza ukasababisha wengine waingie katika matatizo na washindwe kusonga. Wewe ukisema kwamba wokovu ni wa mtu binafsi, kuna mambo mengine ambayo kweli yanaweza yakafanya kwamba wewe unapokuwa unayatenda wengine wanaona yanawakera, na yanapowakera inaweza ikawafanya kwamba wafungue milango, na hivi inaweza ikawafanya kwamba hata hatua zao za kuendelea katika utakaso inakuwa ni vigumu. Ni kama vile wewe, mfano, wewe ni baba wa familia, unaenda kutenda mambo mabaya huko, unaua wengine, unafanyia wengine, unawaonea wengine. Kitendo ambacho unaweza ukafanyia watu wengine kiweza kasababisha kwamba hata watoto wako wanakuja kuuliwa. Unaweza kusema yeye ndio gisa anafanya watoto wenzake, na yeye pia si ana watoto, hata tuende kufanya hivi. Kitendo ambacho unakifanya kinakuja kufanya kwamba familia yako pia ije iangamie. Kwa hiyo sio kitu ambacho ni kizuri, sio kitu kizuri. Leo hii unaweza ukaamua kwamba umuishi fulani afariki, utafurahi kwa gisi unavyokifanya, lakini ni laana imoja hali ya juu ambayo unaijengea. Hata kama sio wewe ambao unaweza ukapata hilo, watoto wako waweza, wajukuu, unawaingiza katika hali ambayo si nzuri. Kwa hiyo kile ambacho hautaki watu wakufanyie ambacho ni kibaya, usimfanyie mwingine tu.
Kwa hiyo mlango ukifunguliwa, mfano kati ya mmoja wa mwanamemba hata wanamemba wa bergerie, huu mlango una uwezo ukafanya kwamba wengine wapate kulala, hata kama ulikuwa na mradi ambao mnatakiwa kutengeneza kufanya pamoja, utakuta huyu mmoja ambaye amefungua mlango atakuwa pale tu, no, haiwezekani, tuzifanye hivi au tuzifanye hivi na hivi, mnalala na mwezi mkaendelea katika haya. Kwa hiyo fanyeni angalisho sana, tuko katika safari, lakini tuepuke zaidi kufungua milango ambayo inaweza ikafanya watu wengine wasisonge mbele. Luba anaendelea kujitukuza.